Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa thanau lillahi wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, nadhani mpo salama. Nawaombea wale ambao wananifuatilia, Mwenyezi Mungu awape afya, Mwenyezi Mungu awape siha njema na umri wenye baraka. Ndugu zangu katika imani, nimekuja kutekeleza ahadi ya hadithi yetu. Tulizungumzia hii hadithi iko na vipengele vingi, lakini sisi tutagusia. Mtukufu wa daraja azungumzia katika ile hadithi, Mwenyezi Mungu alijalia siku ya Ijumaa. Nafafanua, alijalia siku ya Ijumaa ni Idi kwa Waislamu, na siku ya Jumamosi ni Idi kwa Wayahudi, na siku ya Jumapili ni Idi kwa Wakristo. Kwa hiyo mtukufu wa daraja azungumzia, anasema wakadhalika hum tabaun lana, na vile vile kwa kuwa walichagua hizi siku, wao ndio watatufuata sisi. Wao ndio watatufuata sisi katika kufufuliwa, sisi ndio tutaanza. Katika kuingizwa peponi na kuhukumiwa, sisi ndio tutaanza. Na pia vile vile sisi ni wa mwisho katika ulimwenguni. Nahnu al-akhiruna min ahli dunya. Zungumzia, nasema sisi ni wa mwisho katika hapa ulimwenguni. Ina maana sisi kitabu chetu kimeshukishwa ni cha mwisho baada ya Qur'an, baada ya Injili. Kitabu chetu ni kitabu cha mwisho. Pia vile vile sisi ni umma wa mwisho, hakuna umma wengine ambao utakuja baada yake. Ndio maana akasema nahnu al-akhiruna min ahli dunya, lakini ndio wa mwanzo kutangulia katika kheri, kwa sababu tumeichagua siku ya Ijumaa. Wal awwaluna yawm al-qiyama, hapa duniani na kesho siku ya Kiyama, sisi ndisi ambao tutakuwa wa mwanzo kufufuliwa na pia kuingizwa peponi na kuhukumiwa. Ndugu zangu katika imani, hii ni Ijumaa. Kwa nini Mwenyezi Mungu akatuzawadia na akatupa zawadi ya hii siku ya Ijumaa? Wengine walikataa kwa sababu hawakujua maana yao. Maana ya hii siku ya Ijumaa hawakuijua, ndio maana baraka wakazikosa. Sasa hivi watu katika hizo dini zingine wamepata laana. Ushaona, katika dini ya Wayahudi watu wamelaaniwa, katika dini zingine waliangamizwa kwa sababu hii siku ya Ijumaa baraka wamezikosa. Kwani hii siku ya Ijumaa ina nini? Katika baadhi ya matukio yake, na maana nikasema ina baraka ndani yake, ni kwamba hii siku ya Ijumaa ndiyo siku ambayo Mwenyezi Mungu alihitimisha kuumba mbingu na ardhi na vilivyomo. Katika hii siku ya Ijumaa ndiyo siku ambayo Mwenyezi Mungu amekusanya udongo na akamuumba Nabii Allah Adam, siku hii ya Ijumaa. Na pia vile vile siku hii ya Ijumaa Nabii Allah Ibrahim, Nabii Allah Adam alitiwa roho, na pia siku hiyo hiyo ya Ijumaa Nabii Allah Adam aliingizwa peponi, na siku hiyo ya Ijumaa Nabii Allah Adam alitolewa peponi, na siku hiyo hiyo ya Ijumaa Nabii Allah Adam ndiyo siku aliyokutanishwa na Hawa, mke wake Hawa, duniani baada ya kufukuzwa. Na ndio hiyo hiyo siku ya Ijumaa Adam alitolewa roho, na ndio hiyo hiyo siku ya Ijumaa Mwenyezi Mungu sheria zote za vitabu vyote alizikusanya siku ya Ijumaa. Ushaona? Na ndio hiyo hiyo siku ya Ijumaa kitasimama Kiyama, na ndio hiyo siku ya Ijumaa parapanda la pili, wakati watu wanakufa ni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo watu wote watakufa siku ya Ijumaa. Tusikilizane vizuri. Na pia hiyo siku ya Ijumaa ndiyo siku ambayo siku ya Kiyama
ndiyo siku ya tafrija ya watu wa peponi. Tazungumzia siku, yani siku ya sherehe. Kuna sherehe itakuwa watu watakoingia peponi, sherehe ya kumuona Al-Haq subhanahu wa ta'ala. Hii ni siku ya tafrija, ni siku maalum, ni siku ya Ijumaa. Na hii siku ya Ijumaa ndiyo soko la siku ya Kiyama, yani soko la akhera litakuwa kila siku ya Ijumaa. Sote tunajua masoko ya hapa ulimwenguni, lakini tujue ya kwamba huko pia kuna soko, na soko la huko litakuwa siku ya Ijumaa. Na pia hii siku ya Ijumaa watu watabadilishwa mionekano yao, itakuwa hii siku ya Ijumaa. Na pia hii siku ya Ijumaa watu watapambwa. Hii siku ya Ijumaa ina fadhila nyingi. Hii siku ya Ijumaa yani ina matukio mengi ambayo Mwenyezi Mungu ametupendelea. Hii siku ya Ijumaa ina siri kubwa. Biidhnillahi alkarim, tutaendelea katika kuizungumzia fadhila zake hii siku ya Ijumaa. Hizi nukta zote nilizokutajia, kuumwa, zote ni hadithi. Ikiwa unataka hadithi kamili, ufafanuzi, sema nataka nukta fulani, hadithi kamili. Kama ni ya kubadilishwa maumbile, siku ya tafrija, kubadilishwa muonekano mpaka watu wa kwetu wakatushangae, watu tulionao wakatushangae siku ya Kiyama. Kwa hiyo biidhnillahi alkarim, kama pengine mtu atataka ataandika tu, atacomment alafu ataandika. Tutaendelea tena na kuzungumza ubora wake siku ya Ijumaa biidhnillahi alkarim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bisawab.